Bado msikilizaji, karibu sana kwenye huu mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game, na hii ikiwa ni sehemu ya 26. Sasa nikukumbushe pale tulipoishia kwenye sehemu ya 25. Bado unaambiwa Ruben ametuma kikosi kwenda kumteka Bobby, lakini uzuri ni kwamba Bobby muda wote yuko na Roy, na Roy sasa ni kama vile ameshacharukwa tayari, yani yuko tayari kwa vita, yuko tayari kwa mapambano muda wowote na saa yoyote. Sasa itakuwaje? Roy na Bobby wamejipanga kweli kweli kwa mashambulizi ambayo Ruben anayaleta kwao. Karibu sana msikilizaji, tupate kujua nini hasa kitakachokwenda kutokea. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa na kusimuliwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J Simulizi. Bwana, karibu ndugu yangu. Oya Bobby, umeona ile mikia kule nyuma? Naam, Roy alizungumza huku akitoa simu yake mfukoni na kisha akampigia mpenzi wake Nancy. Ya, nimeziona mwanangu. Sasa hapa inatakiwa tuwacheze mchezo. Mke wangu, hebu mwambie kijana wako aongeze mwendo. Tuna sherehe yetu hapa tunataka kuweza kuifanya usiku huu. Baby, unasema kweli? Ndio. Nisikilize Nancy, msigeuke wala msigeuze gari kurudi nyuma. Niendeleni kusonga mbele. Kuna washenzi hapa tunataka tucheze nao kidogo. Lakini mme wangu, kuwa makini. Usijali Nancy, jua tu ya kwamba nakupenda. Nakupenda pia baby. Nancy alizungumza hivyo huku akitazama kioo cha pembeni. Akashuhudia gari alilomo Bobby na Roy likigeuzwa na kufunga barabara katika kona kali mno, ambayo madereva wote wanaotokea pande mbili za barabara sio rahisi kuliona gari kwenye kona hiyo mpaka pale utakapofika kwenye hiyo kona. Kwa haraka Bobby na Roy mara baada ya kupaki gari hiyo wakashuka, wakaenda kujificha kwenye miti pembezoni mwa barabara, huku kila mmoja alikuwa ameshika bunduki yake ikiwa na risasi za kutosha. Wakashuhudia gari la mbele likifunga breki za ghafla huku likisereleka, ila breki hizo hazikuzuia gari hiyo kwenda kugonga kwa nguvu sana kwenye gari la Bobby, kitu kilichosababisha gari nyingi za nyuma ziweze kujaribu kukwepa ajali hiyo, na madereva wake wakajikuta wakienda nje kabisa ya barabara. Walijikuta wanatoka kabisa pembezoni mwa barabara. Dereva wa lori la mafuta naye alishtukia kuona gari zikiwa katika kona. Alijaribu pale kufunga breki za ghafla huku akijaribu kukwepa gari hizo, ila tayari alikuwa ameshachelewa na lori liliweza kuanguka chini na kuzikumba gari zilizopo barabarani zilizokuwa zinajaribu kukwepa gari nyingine, jambo lililosababisha mlipuko mkubwa sana eneo hilo kutokea. Sasa kwa muda huo, wakati mlipuko unatokea, Bobby na Roy hawakuwa na muda wa kupoteza zaidi. Walianza kuwashambulia kwa risasi watu wa Ruben, maajenti wawili wa Scorpion ambao kwa bahati nzuri gari yao ilikuwa iko mwishoni kabisa. Wakawaua wenzao wawili waliokuwa nao ndani ya gari, wakazitupa miti zao chini. Walishuka na kuanza kuwashambulia wenzao wengine, kitu ambacho Roy alikuwa amekiona. Ilionekana kuna watu wawili walikuwa wanawapa msaada. Roy akamshtua Bobby, akamwambia Bobby, mbona kama wanawaua wenzao wale? Roy alizungumza hivyo huku akitazama jamaa hao walikuwa wamevalia jaketi za kuzuia risasi na wenye bunduki mikononi mwao, wakiendelea kuwamaliza wenzao wengine ambao gari zao zilikuwa zimeteketea kwa moto. Tuondokeni kabla hakujaribika, mmoja wa maagent wa Scorpion alizungumza hivyo. Wanyi, nani amewaagiza kuja kutusaidia? Roy aliwauliza hao maagent wa Scorpion. Jamaa akasema, tumeagizwa na Madam Nadia. Sisi tutawaamini vipi kama nyinyi mmeagizwa na Madam? Nampigia simu. Mmoja wao alizungumza huku akitoa simu mfukoni mwake. Wakampigia simu Nadia. Bobby na Roy walianza kuwasogelea huku akiwa wameonyesha bunduki. Madam, tupo nao hapa, wanahitaji kuongea na wewe. Wapatie simu. Hapo ilibidi Bobby apatiwe simu.
Yes, hello. Bobby, Ndio. nilimwambia Roy ya kwamba kuna timu ya vijana wangu wapo kwenye huo msafara, kwa mnaweza tu mkawaamini. Okay, sawa madam, nimekuelewa. Nashukuru. Bobby akairudisha simu kwa kijana huyo ambaye wote sasa walikuwa wamezinamisha bunduki zao chini. Kwa hiyo ni nyinyi tu ndio mliweza kutumwa au kuna timu nyingine iliyotumwa? Ni sisi tu. Okay, tondokeni. Roy alizungumza. Waliingia ndani ya gari ya vijana hao, huku wao walikuwa wamekaa siti za nyuma na vijana hao wawili walikuwa wamekaa siti za mbele, huku mmoja akiwa ni dereva. Waligeuza gari na kuanza kurudi Dar es Salaam. Mkuu, unaonaje tukarudi na kuwasaidia? Dereva wa Nancy alizungumza hivyo. Nancy akasema wewe endesha tu. Tuwahi kufika Moshi, achana nao. Nancy alizungumza huku akijikaza. Simu yake iliita na kwa haraka akaipokea, kwani aliyekuwa anampigia muda huo aliweza kumjua kwa sababu simu ilikuwa iko mkononi mwake. Nancy akapokea na kisha akasema, Hello mume wangu. Tunarudi Dar. Tutakwenda kumalizana na huyu mpumbavu. Kwani hao ni watu wake? Yeah. Na wameshafika mbinguni. Na hizo wameshapokelewa kwenye mlango wa kuzimu. Jambo la heri. Nisikilize Nancy. Kwa sasa mimi ndiye nitakayekuwa ninakutafuta. Hali imeshakuwa tete kwa sababu huu mpango Ruben ndo ameufanya uwe hivi unavyokuwa. Ngoja tukamalizane naye. Okay, sawa mume wangu, lakini tu nachoendelea kukusii na kuomba uwe makini mno. Usijali. Tuko makini zaidi ya sana. Naomba nikifika Moshi nikupigie. Wala tusijali. Okay, sawa. Naam. Roy akakata simu huku gari hilo likiendelea kuendeshwa kwa mwendo wa kasi mno. Hivi Ruben ametuambia ni kwa nini anataka kututeka? Bobby alipoiliza hilo swali, kijana mmoja akasema ndio. Ruben anataka kuwateka kwa sababu anataka kulipiza kisasi cha mke wake kutekwa na mwanae. Okay, vizuri. Mmekuwa katika jeshi kwa muda gani? Mimi na mwaka wa 8 sasa. Mimi na mwaka wa 7. Kwa nyinyi nyote ni waajiriwa wa serikalini? Tulikuwa waajiriwa wa serikali, ila Ruben alitutoa jeshini na kutuingiza kwenye kampuni yake ya ujasusi. Kampuni ya ujasusi? Ndio. Ruben ana kampuni yake ya ujasusi ambayo inaajiri wanajeshi walioacha kutoka serikalini. Hivyo tunapewa misheni mbalimbali kutokana na tenda zinavyokuja kutoka kwa wateja wetu ambao wengi wao wanakuwa ni serikali za nchi za Afrika. Ese. Mbona hatujui kabisa kama Ruben ana kampuni ya ujasusi? Roy alizungumza huku akiwa amejawa na mshangao. Ndio hivyo wakuu. Kampuni hiyo ipo na inafanya kazi vizuri tu. Kwa hiyo nyinyi wote na wenzenu mpo chini ya Ruben? Ndio. Kwenye kampuni mpo kama wangapi? Tupo wengi. Kwa sababu yeye jamaa haajiri tu wanajeshi kutoka ndani ya nchi. Anachukua wanajeshi sehemu mbalimbali za nchi za Kiafrika na hata Ulaya pia. So anawalipa kutokana na makubaliano, ubora wa mtu na misheni ambazo mtu unazitekeleza kwa ufanisi. Kumbe ndio iko hivyo? Ndio. Kambi yake iko wapi? Kambi yake iko Bagamoyo. Usiku huu tunaweza tukaenda kwenye kambi yake? Ni hatari sana. Kwa sababu ameshaita karibia wanajeshi wote kwa ajili ya kuweza kujukumu la kumlinda yeye ili aweze kuwapata nyinyi. Kwa sasa hivi ni vyema twende kwa madam kwa ajili ya kujipanga upya. Ni sawa pia. Naam. Wakafika kwa Nadia na Nadia akawapokea. Akawaambia karibuni sana wapambanaji wangu. Nadia alizungumza kwa furaha mno na ndipo Roy akasema tunashukuru. Hadi kuwaona hapa naamini kabisa
mmepeleka pigo kwa Ruben. Yeah. Wanajeshi wake karibia wote wamekufa, tena kizembe sana. Poleni sana vijana wangu. Wameshanitumia muundo mzima wa kambi ya Ruben. Hivyo tutulie kwa usiku wa leo tukimfuatilia ni kitu gani atakachokifanya, kwa sababu nimeshaweka wapelelezi wa kufuatilia kwa kila kona, kuanzia drone na mawasiliano yake ya simu. Hivyo tutampata tu, wala hata hatusumbui. Kwa sasa nyikaeni hapa tukisubiria hatua atakayoweza kuipiga. Na okay, sawa madam. Sister hapo huyo atawapeleka kwenye vyumba vyenu kwa ajili ya kuweza kupumzika. Lakini madam, mimi na swali. Ndiyo Bobby, nakusikiliza. Amechukua kiasi gani kikubwa cha dhahabu yetu? Je, mmeweza kugundua ni wapi alipozificha hizo dhahabu? Nisikilize Bobby. Nikitaka kujua ni wapi alipoweza kuificha hiyo dhahabu, basi nitatambua. Ila kwa sasa acha nilifanyie kazi hilo. Na kesho ni siku ya mazishi ya Mzee Max. Hivyo nitawahitaji muwe ndani na msitoke. Bobby, hivi simu yako si wamedukua hiyo? Roy, unajua simu yangu mimi nilishaitupa kwenye moto kule. Imeshateketea. Hapo sawa kaka. Roy, unahisi simu yako hawawezi kuidukua? Hawawezi madam. Nina masoftware ya kila aina, hivyo hawawezi wakaidukua simu yangu. Mke wako Nancy yuko wapi? Ameelekea Moshi. Je, hawawezi kumteka Nancy? Yule Nancy ni polisi. Sidhani kama anaweza kafanya uenda wazimu kama huo wa kumteka Nancy. Okay, sawa, mimi nimeelewa. Nadhani mkapumzike. Sasa hivi ni saa 8 usiku na asubuhi tutaongea mengi zaidi. Ndio, hakuna shaka madam. Hapo wakapelekwa katika vyumba vyao na kila mtu aliweza kuingia chumbani kwake. Naam, msikilizaji, upande wa pili, mwanaume mmoja ambaye ni mzee, mwanaume mwenye mvi nyingi kichwani mwake, alionekana kumkumbatia Badiledi na kisha alimbusu shavuni mwake. Karibu sana huku Karachi mjukuu wangu. Nashukuru sana babu. Unajisikiaje kwa safari ndefu kweli kweli? Nipo salama kabisa babu. Nilipata muda wa kumpumzika sana nilipokuwa niko ndani ya ndege. Badiledi alizungumza huku akimtazama mama yake akishuka kwenye ndege na akapakizwa katika gari maalum la wagonjwa lililokuwa limeandaliwa kumpokea. Wakifika tu hapo Karachi, Pakistan, Badiledi na babu yake ambaye ni mzaa mama yake waliingia ndani ya gari, huku walinzi wengine pamoja na Doto wakiingia ndani ya gari jingine. Nimeona video ya kuuawa kwa baba yako imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Ni kweli babu. Niliwaambia vijana wangu waisambaze hiyo video. Kwani yule jamaa bado yuko madarakani, bado anaendelea kuongoza nchi? Yeah. Bado yupo madarakani, ila bado mapambano yataendelea babu. Utafanya kwa njia gani hayo mapambano? Babu, mimi hapa nina timu ya vijana zaidi ya 200 wapo nchini Tanzania, na nimeagiza wale vijana wa nchi ya Kenya na Somalia waingie Tanzania. Nataka kuhakikisha ninawashughulikia mpaka kile nilichokidhamiria kinakamilika. Badiledi alizungumza huku akiwa anatazama majengo yaliyopo pembezoni mwa barabara. Babu, kwa sasa naona Pakistan ni imetulia sana. Badiledi alizungumza kwa sauti ya upole. Ni kweli. Ni kweli kabisa unachokisema mjukuu wangu. Lakini serikali yetu imezidi kuimarika
na tunajaribu kuifanya kuwa ya kidemokrasia, na tumekaa chini na wale wote waliokuwa wapinzani wetu na tukapatana nao. Babu, kwani una mpango gani tena? Una mpango wa kugombania urais mara baada ya muda wako kuweza kuisha? Mzee huyo alishusha pumzi taratibu, kwani ni rais wa Pakistan aliyeingia madarakani mara baada ya kuongoza kundi lake la Al-Qaeda kupindua serikali iliyotoka madarakani. Mimi hapa nilipo na muandaa mjomba wako aje kuwa rais. Nitakapotoka madarakani, yeye ndo nataka aje aongoze hii nchi. Babu, ndio. Nimemwacha mume wangu nchini Tanzania. Najua ni watamuinda na watataka kumuua. Kiukweli babu, mimi nina wasiwasi sana na hilo. Doto alinieleza kwamba mumeo ni komando. Ni kweli? Basi atajilinda. Angekuwa ni mtu wa kawaida tu, basi ningeshauri aletwe huku, ila kama anajimudu, mwacha pambane. Yeye ni mtoto wa kiume. Lakini babu, ni anapambana na watu wenye nguvu sana babu. Badiledi alizungumza huku akiwa anatazama msafara wa gari hizo za rais wa Pakistan zilikuwa zikiingia ndani ya majengo ya ikulu. Atakaposhindwa ni atakutafuta tu. Basi acha nimtafute. Badiledi alizungumza huku akimpigia video call. Alipiga hiyo video call kwa Roy na simu ilianza kuita. Msikilizaji, kwa upande mwingine, mkuu, tumepoteza mawasiliano na timu nzima. Wewe unamaanisha nini? Ruben aliuliza huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi mno. Mkuu, ni kwamba wale wote uliowatuma ni kwamba wameuawa. Unasemaje wewe? Ndio mkuu, wale wote uliowatuma kwenda kumvamia Bobby wameuawa. Ruben akakata simu huku akiwa anawaza nini cha kufanya katika hoteli aliyokuwa amefikia Bagamoyo, huku akili yake ikiendelea kuwaza nini cha kufanya. Hawa washenzi nitaendelea kuwaua. Popote pale walipo, lazima nitawaua tu. Ruben alizungumza huku akimpigia simu Mheshimiwa Rais, na kweli hiyo simu ikapokelewa. Mkuu, samahani bwana, nimekupigia simu saa 8 saizi usiku. Usijali, nataka kujua mmefikia wapi. Sasa mkuu, ni kwamba timu nzima niliyoituma kwenda kumteka Bobby na Roy wameuawa. Oh, Mungu wangu. Mkuu, kwani jamaa wako wa Mexico amefikia wapi? Hawajanipatia majibu. Wakinipatia tu majibu nitakupigia. Kwa sasa Ruben, hebu tulia kwanza. Tulia kwanza tujue nini cha kufanya Ruben. Lakini mkuu, siwezi kutulia. Siwezi kutulia. Familia yangu imetekwa mkuu. Naanzaje kutulia? Natambua Ruben, ila ukiendelea kukurupuka utaendelea kupoteza idadi kubwa ya watu. Inatakiwa tujipange upya. Nadhani umenielewa Ruben. Ndio mheshimiwa. Sikiliza Ruben, kesho ninakuhitaji saa 1 kamili uwe umefika hapa ikulu. Sawa mkuu, nikutakia usiku mwema. Na kwako pia mheshimiwa. Ruben alikata simu huku akili ya ushawishi ya kuanza kutekeleza alilokuwa ameelezwa na Badiledi ilianza kumkaa kichwani mwake, ya kwamba ni heri amue rais ili familia yake ipone. Ndicho ambacho kilikuwa kinatawala kilini mwake kwa sasa. Ruben ashaona mambo ni mazito, ni bora tu akubali kumuua rais ili familia yake na mtoto wake waachiwe huru. Patamu hapo. Bwana msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Roy. Roy akaitazama simu yake iliyokuwa inaita kwa mfumo wa video call, akaipokea. Shemeji, mnaendeleaje? Salama tu shemeji, tumetoka kwenye ambush. Ambush? Ambush gani tena? Tulikuwa njiani tunamsindikiza wife kuelekea kwa Moshi.
Jamaa akatutumia timu ya wauaji, ila cha kumshukuru Mungu tuliwafyeka wote. Roy alizungumza huku akisimama mlangoni mwa Bobby na kisha akagonga. Shemeji, mume wako huyu hapa, ongea naye. Roy alizungumza hivyo huku akimpa simu Bobby ambaye alikuwa ndo anafungua mlango. Mume wangu, poleni kwa ambush mloipata. Shemeji Roy ananiambia mlivamiwa. Tunashukuru sana, tumetoka salama. Okay, naenda kuachia mzinga mwingine utakao wachanganya maadui zetu. Kwanza umefika au? Ndiyo mume wangu, nimefika. Niko hapa. Niko na babu yangu. Unaweza kumsalimia? Msalimie. Badiledi alizungumza huku akimpatia simu babu yake. Bobby alishangaa kumwona rais wa Pakistan, mzee ambaye kipindi yeye na Roy wapo kwenye jeshi la Umoja wa Mataifa wakiisaidia serikali iliyotolewa madarakani. Walishawahi kukamatwa yeye na Roy katika operesheni hiyo, na mzee huyo aliwaamrisha wanajeshi wake kuwaachia mara baada ya kugundua kwamba ni Watanzania, na alifanya maamuzi ya kuwaachia kutokana na kwamba binti yake aliolewa na mwanaume kutoka nchini Tanzania. Ebana, wema aliofanya babu yake na Badiledi kwa Roy na Bobby ndio wema uliomfanya mjukuu wake kupata mwanaume aliyempa ujauzito mjukuu wake. Je, nini kitakachoendelea ikiwa upande wa pili Ruben tayari ameshaonesha kushindwa vita? Ruben yuko tayari kumuua mheshimiwa rais. We kijana, sura yako kama sio ngeni, kama nakukumbuka hivi. Bobby alijikuta na tabasamu huku akimtazama mzee huyo. Mzee Rashidi, shikamoo. Oh, marahaba. Bobby, kama sijakosea wendo Bobby. Ni mimi mzee wangu. Yule mwenzako Roy yuko wapi? Huyu hapa. Ni miaka 12 imepita. Ni kweli kabisa mzee. Hapo Badiledi alibaki mdomo wazi huku akitamani kumuuliza swali ila alishindwa. Mzee, shikamoo. Marahaba. Roy umekuwa wewe na mwenzako mmekuwa watu wazima sana. Unajua kipindi kile sura zenu zilikuwa za kitoto sana. Ni kweli kabisa babu, muda mrefu sana umepita mzee wangu. Sawa. Sasa acha si tushuke ndani ya gari na kisha tutaongea vizuri. Sawa mzee, hakuna shida. Bobby alijibu huku akiwa na furaha, na kweli simu ilikatwa. Babu, nimejuana vipi na hawa watu? Badiledi alizungumza huku akitembea kwa mwendo wa taratibu kuelekea ndani ya jengo la Ikulu. Wakapokelewa pale na wafanyakazi wa ndani, na Badiledi akatambulishwa pale kwa wafanyakazi wote. Waliingia katika chumba alichokuwa ameingizwa mamake na Badiledi. Nisikilize mjukuu wangu. Madaktari bingwa watakuwa wanakuja kumtibu mama yako hadi pale hali yake itakapokuwa sawa. Sawa babu. Niambie, umekutana wapi na Bobby pamoja na Roy? Umejuana nao vipi? Hapo walikaa kwenye sofa zilizomo ndani ya chumba hicho kikubwa alichokuwa amelazwa mamake na Badiledi. Ngoja nikwambie kitu mjukuu wangu. Ndiyo babu. Wale vijana wawili walikuwa ni miongoni mwa majeshi ya Umoja wa Mataifa walioletwa kulinda amani hapa Pakistan. Kipindi kile tulikuwa tunapigana kuondoa serikali hii madarakani, serikali ya vibaraka wa magharibi, serikali ya vibaraka wa wazungu. Bobby na Roy ni miongoni mwa wanajeshi tuliowakamata. Walipata mateso makali sana kutoka kwa wanajeshi wangu, ila kwa bahati nzuri siku ambao ninafika kwenye hiyo kambi waliokamatwa kule milimani, nilijikuta tu nikiwahoji tu wapi wamezaliwa na wapi wametoka. Waliponiambia ni Tanzania, nikajua kabisa ya kwamba sio maadui zetu tunaopambana nao, na nikakumbuka kwamba baba yako wewe Badiledi ni Mtanzania. Hivyo niliwaachia huru, nikawapa vijana waliowapeleka mpaka boda, wakapewa pesa, na niliwaonya kuto kurudi kabisa nchini Pakistan
na wasijihusishe na vita isiyowahusu. Baada ya hapo sikuwaona tena mpaka leo kwenye video call yako. Babu, it means kwamba kama ungewaua leo hii mimi nisingekuwa mjamzito. Yaani kweli. Unajua kwenye vita kuna wakati unaua kwa sababu kuna kipindi unasamee. Yaani kuna kipindi unaua, kuna kipindi pia unabidi usamee. Sababu yangu nzuri imenifanya leo hii kukutana nao tena. Asante babu, kwa hilo umenifunza kitu. Nilipanga kumuua mke wa Ruben na mwanae, ila nahitaji kuwapa nafasi nyingine ya kuishi. Na vipi kuhusu Ruben? Naye nitampatia mtihani wa mwisho. Mtihani gani? Ngoja nimpigie niongee naye sasa hivi. Naam, kweli Badiledi alinyanyua simu kumpigia Ruben. Msikilizaji, huku upande wa pili, Ruben alionekana kupiga fumba la pombe kali iliyopo kwenye glasi yake. Mawazo ya kutekwa kwa familia yake, kuwasaliti marafiki zake ambao tayari wameshakuwa maadui zake yalikuwa yanazidi kumtafuna ubongo wake na kujiona ni mkosaji. Simu yake Ruben ilianza kuita. Kwa haraka akaipokea na kuiweka sikioni mwake. Yes, hello. Nisikilize Ruben. Nipo tayari kuiachia familia yako, kumwachia mke wako na mwanao, wapandishwe ndege kurudi nchini Tanzania. Hapo pombe yote ikakata kilini mwake. Ruben alijikuta anakaa sawa kwenye sofa lilokuwa amelikalia. Akasema nakusikiliza. Najua wewe ni mbwa kwa rais, na siku zote umekuwa ni mbwa wake mwaminifu sana ambaye hutoweza kumng'ata. Sasa nina masharti mawili. Ndio, nakusikiliza. Rudisha dhahabu yote ulioichukua kutoka kwa wenzako. Usibakishe hata kipande kimoja, kwa sababu tunajua idadi kamili ya vipande vyake. Lakini sharti la pili, acha hiyo kazi yako unayoifanya na uachane kabisa na kuwasaka Bobby na Roy, kwa maana hawana kosa lolote walilokufanyia zaidi tu ya kukupa wewe support kila wakati ulipokuwa na wahitaji. Ukifanya hayo, familia yako itarudi kwenye amani na uondoke ukaishi mbali na familia yako. Nadhani Ruben umenielewa nilichokizungumza. Kwa hiyo ni hayo tu? Ndiyo. Vipi lile sharti lako la mimi kwenda kumuua rais? Ukishakaa pembeni basi ya rais atakufa tu kwa muda wake. Una masaa mawili mpaka alfajiri ya huko, unatakiwa uweze kurudisha dhahabu za wenzako nyumbani kwa Bobby. Sawa, nitafanya hivyo. Nashukuru sana. Na kuomba utunze hii ahadi yako ulioniambia. Mimi ni mtu wa ahadi. Endapo utakiuka, basi nitakusambaratisha na hutokaa ukaamini. Vita yangu mimi ni binafsi na vita ya rais, na sio vita yako wewe. Nimekuelewa, nashukuru sana. Naweza kidogo nikaongea na mke wangu? Ndiyo, ila ukisharudisha dhahabu utaongea na mkeo. Sawa. Badiledi alikata simu na kumfanya babu yake atabasamu. Mjukuu wangu, umetumia hekima sana kumuondoa kwenye vita ambayo yeye hausiki. Ni kweli babu. Uliowafanyia Bobby na Roy, kuna kitu kimenifunza. Sawa, nenda kapumzike, madaktari wameshafika. Hapo wakasalimiana na madaktari bingwa waliopewa jukumu la kumhudumia mama yake na Badiledi. Badiledi aliingia ndani chumba chake, akampigia Roy video call. Shemeji, samahani na kusumbua. Roy akampa simu Bobby moja kwa moja. Aise, hii asubuhi inabidi nikanunue simu nyingine nisajili na line nyingine. Ni kweli mume wangu, napata sana shida, ni mpaka nimpigie Roy. Ni kwamba mzee kama mlivyomuita mzee Rashidi ni babu yangu mzaa mama. Amenieleza namna ambavyo mlikutana. Okay, sawa. Nimempatia mtihani mpya Ruben. Mtihani wa kwanza arudishe dhahabu zote kabla hakujapambazuka. Lakini sharti la pili,
inatakiwa aache kazi ya kumshauri rais na ikiwezekana aondoke kabisa nchini Tanzania na akatafute mahali pa kuishi, kwa sababu kuendelea kuishi Tanzania kutamfanya azidi kutumiwa na rais. Na nimemweleza ya kwamba vita iliyopo ni kati yangu mimi na rais na sio yeye. Ni kweli. Na nimemwambia aache kabisa kuwatafuta, na endapo atarudia kuwatafuta basi atapotea. Nashukuru kwa hilo mke wangu. Mimi napumzika, nimechoka sana mume wangu. Na ukipumzika. Asante, na niwatakie siku njema, asubuhi njema. Na kwako pia mke wangu. Hapo Badiledi akakata simu. Oya Bobby. Maamuzi ya shemeji ni mazuri sana. Unajua amempa nafasi nyingine ya kuishi Ruben. Era Ruben akiendelea kuendekeza tamaa zake, itakula kwake. Ni kweli. Bwana mpigie simu nani mke wako Nancy. Kaka umenikumbusha. Unajua surprise ya huyu mzee ya kwamba ni babu yake na mkweo. Imenisaulisha mpaka kwa mke wangu. Hapo Roy alipozungumza hivyo, ilibidi apige video call kwa mkewe Nancy. Mke wangu. Baby. Unajua simu yako imenishtua. Vipi, mmefika Moshi kwa mama? Ndo nimeingia Moshi alfajiri. Tunakaribia nyumbani. Okay, sawa baby. Ukifika tu nyumbani nijulishe. Na okay, poa. Roy akakata simu. Oya Roy, acha kwanza nipumzishe fufu kidogo. Okay, poa ndugu yangu. Roy alitoka chumbani kwa Bobby na kuingia chumbani kwake. Naam, msikilizaji, upande wa pili, japo akaunti zake zimefilisiwa, ila Ruben hakuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana na masharti yaliyopewa na Badiledi. Akaondoka na wanajeshi wake, akaingiza lori moja la jeshi kutoka katika kambi yake, na moja kwa moja wakaongozana na walinzi wake waliokuwa na mlinda mpaka eneo walipokuwa wamehifadhia dhahabu. Kitendo cha kufungua lango kubwa la chuma katika nyumba hiyo, alijikuta akipigwa na bumbuwazi. Ruben lilikuwa ni bumbuwazi zito usoni mwake, kwani ndani ya eneo hilo hapakuwa na kipande hata kimoja cha dhahabu. Ruben akatoka nje kuhakikisha kama eneo hilo alipo ni sahihi au amekosea, wakati dhahabu alizihifadhi hapo iwaje hazipo. Vijana wake wakamwambia, mkuu vipi? Mkuu, mbona kama umechanganyikiwa? Ruben alitoa simu yake mfukoni, ilibidi ampigie simu mheshimiwa rais, na kweli simu ikapokelewa. Ruben, nakusikia, ongea. Mheshimiwa, ule mzigo wote umeuondoa? Sijakuelewa. Mheshimiwa, nimekuja kwenye hii safe house, nimekuta vipande vyote vya dhahabu vimeibiwa. Lakini wewe Ruben, wewe si nilikwambia uweke ulinzi wa wanajeshi hapo? Mheshimiwa, niliweka ulinzi na sijamkuta hata mlinzi mmoja. Unasemaje Ruben? Ndio hivyo mheshimiwa. Hebu njoo Ikulu haraka sana, unieleze kitu cha kueleweka Ruben. Mbona nakuwa sikuelewi? Sawa mheshimiwa. Ruben alikata simu huku jasho likimwagika. Kamera zote zimevunjwa, kitendo kilichozidi kumweka kwenye wakati mgumu mno, kwani hajui ni dhahabu zote zimepelekwa wapi, na wanajeshi walioachwa hapa Lindo hawapo. Jamani, hebu nipelekeni kwanza Ikulu. Hili lori hili hebu mlirudishe kule kambini. Sawa mkuu. Ruben aliingia ndani ya gari huku akiwa anatazama saa yake iliyokuwa inamuonesha inaelekea majira ya saa 12 na dakika 25. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona mke wa rais, Mwanamama Salu, alikuwa akiongea kwa kusema, umeona mme wangu, nilichokushauri mapema ndo kimetokea. Mwanamama Salu alizungumza huku akiwa amekaa kitandani akimtazama mume wake. Mke wangu, unajua wewe ni unaona mbali sana. Baby, kwa ulichonieleza usiku nikajua kabisa Ruben atakusaliti tu, na kama nisingekuambia uhamishe ile dhahabu yote, hii asubuhi angeibeba na angetoweka kusikojulikana.
Ndio maana nikakwambia mume wangu, ile dhahabu kule ihamishe. Yaani huyu Ruben angekuacha kwenye mataa, angekuacha kwenye wakati mgumu mno wa kiuchumi mume wangu. Hapa sasa tuna pesa nyingi. Alafu kumbuka ile pesa nyingine tumeibiwa. Haya, na hizi dhahabu zingeibiwa ingekuwaje? Situngeumia mume wangu. Ni kweli kabisa mke wangu. Mume wangu, wewe jiulize, asubuhi yote hii Ruben amefuata nini kule kwenye dhahabu? Na hata mwenyewe nashangaa. Ndio hivyo, huyu alitaka kuzitorosha zile dhahabu. Akija hapa msikilize. Ila mume wangu, kuanzia sasa hivi acha kumwamini huyu Ruben. Huyu Ruben ni kama vile amepewa kazi ya kukuua hivi mume wangu. Kaa naye mbali huyu Ruben, mimi nakwambia. Au nimwachishe kazi? Wala wewe angalia hatua zake. Na watu wako wamfuatilie kwa umakini mno huyu Ruben. Sawa, sasa si kwa sababu anakuja, mwache aje. Mimi ngoje kwanza nioge na ninamsubiria kule ofisini. Haya mume wangu, kuwa makini lakini. Sawa mke wangu, wala hata usijali. Rais alishuka kitandani na kuingia bafuni. Mimi siwezi kukaa kijinga bila kumsaidia mume wangu ikiwa maadui wengi wanataka kumwangusha mume wangu. Mwanamama Salo alizungumza huku akiwaza nini cha kufanya, na hapo ndipo Mheshimiwa Rais alionekana kutoka bafuni. Wale wanajeshi wanaozilinda zile dhahabu, hebu wahamishe vitengo vya kazi ili Ruben asitambue ni nini kimetokea mume wangu. Sawa mke wangu, hakuna shida. Lazima tujue jinsi gani ya kujipanga mume wangu, baada ya maisha ambayo watu sasa hivi wanakutakatisha. Hakuna nafasi ya kuachia uhuru maadui zetu tena mume wangu. Acha mimi nichore lamani ya namna nitadili nao. Na mume wangu, hapa kwenye urais, kama kunawezekana, kama kupiga hela tupige hela hapa, tukitoka tunatoka matajiri mume wangu. Sawa baby, hakuna shida. Rais akavaa pale na kisha akatoka chumbani kwake, akaelekea ofisini kwake. Kule akamkuta Ruben akiwa tayari ameshafika. Ruben, nataka kujua imekuwaje zile dhahabu kule zipo? Mheshimiwa Rais, hata mimi sielewi mheshimiwa. Ile safe house niliifunga mimi mwenyewe. Na shangaa nimefika pale hakuna dini hata moja. Kamera za ulinzi ziko wapi? Mheshimiwa, zile kamera za ulinzi hazina chochote. Wameondoka na kila rekodi. Wala wanajeshi wametusaliti mkuu. Ruben alizungumza huku akilalamika, asijue hizo dhahabu ni huyu rais ndiye amezificha. Nisikilize Ruben. Unajua akaunti zetu za pesa zote zimeibiwa. Ndio mheshimiwa, najua. Sasa huu uzembe Ruben unakuaje mpaka zile dhahabu zote zinapotea? Mheshimiwa, nakuomba unipe muda. Mimi nitawatafuta wale wanajeshi na kuahidi mkuu, mimi wale nitadili nao tu. Wametusaliti, wameiba zile dhahabu. Ruben, nataka iwe hivyo. Haya, umefikia wapi juu ya mke wako? Familia yangu bado sijaipata mkuu. Sasa nisikilize. Yule jamaa mimi namsikilizia, nitampigia kabla ya kwenda uwanjani kuhudhuria kumwaga Rais Max. Sawa mheshimiwa Rais. Sasa Ruben, hebu nenda nyumbani kabadilishe kwanza nguo. Unajua unanuka pombe. Inaonekana wewe hujaoga wewe. Ikiwezekana hebu kalale japo hata masaa mawili mpaka saa 4 tukutane uwanjani. Hapo Ruben alitingisha kichwa kimaanisha amekubaliana na swala la mheshimiwa Rais. Ruben, umenielewa? Ndio mheshimiwa. Haya, nenda. Ruben alitoka ofisini kwa rais huku akiwa na mawazo mengi mno. Aliingia ndani ya gari akaondoka Ikulu huku akiwa na walinzi wake, na safari kuelekea nyumbani kwake ikaanza. Mlio wa simu yake ulifanya mapigo yake ya moyo kudunda kwa kasi mno. Ruben akaipokea hiyo video call ilikuwa inampigia na kuunganisha video call. Uongee na mwanao. Badiledi alizungumza, akaunganisha simu yake na akamute video yake na kufanya asionekane na mke wa Ruben wala hata mwanae. Kwa hiyo sasa hapa Ruben akawa anaongea na familia yake pasipo Badiledi kuonekana. Mke wangu,
Unaendeleaje? Wametuchukua hawa, mume wangu, hatujui ni akina nani. Mke wa Ruben alizungumza huku akilia. Mke wangu, vipi, mnateseka huko? Hapana, hawatutesi. Mmekula? Ndiyo. Nisikilize mke wangu, mtakuwa salama, sawa? Mtakuwa salama. Ruben alizungumza huku jasho likimwagika. Sawa baby. Simu ya mke wake ikakatwa na ndipo hapo Badiledi aka-unmute video yake. Badiledi akasema, Ruben, naamini madini yote yameshapelekwa kule nilikokuambia uyapeleke. Umeona familia yako iko salama na hatujamdhuru yoyote, sio mwanao wala si mke wako. Sasa ole wako yale madini usiyarudishe. Mama. Yale madini yameibiwa, ila mimi nitarudisha. Na kuomba uniongezee muda, la sivyo niko tayari kumuua yule rais ili familia yangu iwe salama. Ruben, maskini ya Mungu, alizungumza huku jasho likimwagika, japo ndani ya gari yake hii kulikuwa kuna hisia kutosha tu, ila hofu na wasiwasi vilivyokuwa vimemkabili kwa wakati mmoja vinamfanya awe katika hali ya utayari wa kufanya chochote ili mradi mke na mwanae wabaki kuwa salama. Bwana, rais amemzunguka Ruben. Rais amezichukua dhahabu zote. Ruben yupo kwenye wakati mgumu wa kutaka kufanya chochote, hata kumuua rais ili mradi tu familia yake iwe mikono salama. Je, nini kitatokea ndugu yangu? Lo, unasemaje? Badiledi aliuliza kwa mshangao. Kwenye eneo tulipokuwa tumehifadhia dhahabu hazipo. Ruben, unaonekana uko barabarani, unaendeshwa kwenye gari, si ndio? Ndio. Simamisha gari, ubaki mwenye ndani ya gari. We, simamisha gari, Ruben alimwambia dereva wake, na kweli dereva akasimamisha gari pembezoni mwa barabara, huku gari nyingine za walinzi nazo zikasimama. Dereva alishuka ndani ya gari na kumwacha Ruben peke yake akizungumza na simu. Okay, rudia kwa ufasaha ulichokizungumza. Ni kwamba tuliweka dhahabu kwenye safe house moja yetu hivi ambayo ndani yake ina chumba cha shelf kubwa tu iliyotengenezwa na chuma kigumu. Unamaanisha kama bank vault au? Ndio. Sasa zimeibiwaje hizo dhahabu? Tuliacha wanajeshi 8 waliokuwa wanabadilishana zamu usiku, 4 asubuhi hadi jioni, 4 hivyo. Sasa na hofu wanajeshi hao wameiba zile dhahabu. Wanaijua combination za kufungua hiyo vault ya benki au? Hapana. Nani mwingine anaijua namna ya kuifungua? Ngoja kwanza. Ruben alizungumza huku akili ikianza kumfunguka. Rais ndo anajua password za kufungua pale. Rais. Wanajeshi. Sasa unahisi wanajeshi watiifu kwa rais wanaweza kukataa amri ya rais ya kuweza kuzihamisha hizo dhahabu? Hapa akili yangu sasa ndo inafunguka. Unajua kwa namna tulivyotengeneza hilo eneo, ni mimi pamoja na rais tu ndo tunaweza kufungua. Sio rahisi kwa mtu yote kuweza kufungua kwa sababu lina security system za aina 3. Password, print ya kiganja pamoja na namba za kuzungusha ili kufungua lock za vault. Hata kama kungekuwa kuna uwezo wa aina gani, hawezi kufungua hilo eneo bila vitu hivi vyote vitatu. Hilo eneo halina kamera. Kamera zipo ila zimevunjwa. Ni huyo mwenzako rais amekuzunguka. Kwa hiyo hakikisha Ruben ya kwamba unajua nini cha kufanya. Nashukuru sana umenifungua macho. Jamani, nifanyie mambo ya evil game. Siwezi kukubali kabisa, siwezi. Wewe ni msiri wake, si ndio? Ndio. Nipe siri zake zote alafu nikupe familia yako.
Ni hivyo tu, ikiwamo kuondoka nchini na ukaachana na kazi ya kumshauri rais. Sawa, mimi nitafanya hivyo. Nikifika nyumbani kwangu nitafanya hivyo. Usijali. Badiledi alikata simu na kumfanya Ruben akunje ngumi kwa hasira mno, huku akiang'ata meno yake kwa jaziba kubwa mno. Yaani mheshimiwa, unanisaliti mimi Unanisaliti. Ruben alizungumza kwa uchungu mkubwa mno, kwani mtu aliyemwamini kwa maisha yake yote amekuwa ni msaliti mkubwa sana kwake. Taratibu akashusha pale kioo. Oya, twendeni. Ruben alimwambia dereva wake pamoja na walinzi wake, wakaingia ndani ya magari na kuondoka eneo hilo na kuelekea nyumbani kwake. Msikilizaji, upande wa pili, mwanamama Salu, mke wa rais, alionekana kuingia ofisini kwa mume wake akiwa tayari ameshavaa nguo za kuomboleza msiba wa mzee Max. Umependeza sana mke wangu, japo umevaa nguo za kimsiba, lakini umependeza. Unajua unanikumbusha enzi za ujana wetu. Nashukuru baby. Hivi ofisini kwako hamna kinasa sauti kweli? Nimekagua na wataalamu wa IT kila sehemu leo asubuhi, na ofisi iko salama. Hakuna kinasa sauti kilichotegeshwa kwa siri wala kamera. Okay, sawa mme wangu. Nimewazua mme wangu. Mimi nimekuja na mpango mpya mezani. Si unajua ondoka wakati wetu wa kupiga. Tukishaondoka madarakani hapa hatupate tena urais. Mpango gani huo mke wangu? Wewe kwanza unamwamini Ruben? Kwa sasa mke wangu, kusema ule ukweli, uaminifu wangu kwa Ruben umeshuka sana. Aha. Vizuri, sasa kama uaminifu umeshuka, ina maana kwamba kuendelea kwa yeye kuwa karibu kunaweza kumfanya siku akafanya maamuzi ya kijinga. Anaweza akakuua yule, au anaweza akatoa siri zetu ambazo mlikuwa mnafanya mkiwa mko pamoja. Tambua adui zako hawalali, kila siku wanawaza kupata njia gani ya kukuangusha. Yule Ruben yule ni mgodi wa siri zako kwa maadui. Wakimpata yule Ruben, watakuwa wanajichimbia tu mgodi kwako. Kila jambo lako la siri ulilofanya na Ruben, siri zitaenda kwa maadui. Mwisho wa siku, mme wangu, machafu yako mengi yatakuwa yako hadharani. Unaloliongea ni kweli mke wangu. Kama ni hivyo mme wangu, hatuna jinsi. Kufanyaje? Mme wangu, unauliza kufanyaje? Unamtumia watu wasiojulikana, wanamaliza. Hatakiwi kuwepo kwenye hii dunia. Tunamuondoa tu. Lakini uone kama Watanzania wataongea. Hata kwa Watanzania wakiongea inatusaidia nini? Hai, Watanzania waongee au we siri zako ziende uraiani. Bora nini? Si bora mtu mmoja tumfieke tu mme wangu. Rais alishusha pumzi nyingi mno hadi mkewe akasikia mlio wa namna mumewe alipokuwa anashusha pumzi. We mme wangu, unajiwekea tu mambo haya uzito. Hebu fikiria yule Ruben anaenda kutoa siri zako huko uraiani. Wewe utakuwa kwenye nafasi gani? Ni bora tu kumpoteza. Wananchi watalalamika, Ruben mshauri wa rais aonekane, lakini mwisho wa siku watakuja watasahau, maisha yanaendelea. Kila mmoja na maisha yake. Mke wangu, hiyo mbaya sana. Mbaya sana nini? Kipi kitatokea kwako? Kipi kitatokea kwangu mimi mke wako na mtoto wetu? Unataka kulifuga lile mtu la nini? Unajua mme wangu, mimi kuna wakati nimeangalia ile video ya wewe unamuua yule mzee, na nimeamini kabisa ya kwamba sio kila anayeua anafanya kwa makusudi. Wengine wanaua kwa ajili ya kuzilinda familia zetu. Na mimi nikwambia kitu kimoja. Kile walicho kipigania kwa maisha yako, na wewe unatakiwa ukipigania kwa maisha yetu sisi na ya mtoto wako. Mme wangu, wewe ndio ulisimama kwa wananchi. Tukasaidiana kuzunguka nchi nzima tukiomba kura mme wangu. Unakumbuka? Ndio nakumbuka. Upinzani ulikuwa ni mkubwa mno na ulikuwa unagombania na chama tawala, ila chama chenu cha upinzani kikaingia madarakani.
hivyo haukuwa uchaguzi mwepesi. Lazima tulinde kile tulichokigombania. Hatuwezi kupoteza haya maisha kirahisi namna hiyo mume wangu. Ruben yeye mtu mmoja, hana cha kupoteza. Hakuna anayemjua. Huu unahisi watu watamzungumzia sana? Ila kweli mke wangu. Ila Ruben naye yule unajua sio mtu mwepesi mke wangu. Ruben ni ana kikosi chake kinachomlinda. Sasa tutamfanyaje? Nisikilize mume wangu. Simu yako moja tu kwenda kwa wakuu wa majeshi inatekelezwa mara moja na kwa haraka bila hata kuhojiwa. Kama unaona huko kutakuwa kuna kona ya vita, utaweza kuunda kikosi cha wanajeshi kikimsambaratisha yeye na majeshi yake. Mume wangu, tumuue huyu Ruben, tumuue kwa sumu. Katika huu upenyo huu wa uaminifu tulionao kwa sasa, sumu itengenezwe kwa kumwekea kwenye kinywaji au kwa kushikana naye mikono, au hiyo sumu ipulizwe tu. Hilo ni wazo zuri pia mke wangu. Yote ni kwa sababu nahitaji wewe kukulinda mume wangu, wewe na urais wako, lakini wewe pamoja na familia yako kwa pamoja utulinde na sisi mume wangu. Ili jukumu unaweza kulifanya nikikuachia mikononi mwako mimi tena mume wangu? Ndio. Sawa, nitajaribu. Ukijaribu kwa kosa moja itakuwa ni tatizo kubwa sana endapo atashtuka kwamba unamfukuzia yeye ili afe. Unachopaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba anakufa kifo kisichokuwa kina utata wowote. Sawa mume wangu, acha mimi niandae kikosi kazi. Hakikisha huingii matatani mke wangu, wala hata usijali. Hivi saa 4 si bado Unalisali moja mbele. Acha basi nilitumie hili vizuri. Sawa mke wangu. Hapo mwanamama Salu alinyanyuka kwenye sofa lilokuwa amelikalia, akambusu mumewe mdomoni na kisha akatoka ndani ofisi hiyo, huku akilini mwake akisuka mpango mzima wa kumuua Ruben. Mwanamama Salu alitafuta namba ya simu katika simu yake, likajitokeza jina la namba, akapiga na simu ilianza kuita. Mkuu, hivi upo na jamaa hapo? Tumeshamfikisha kwake, hivyo tunaimarisha ulinzi hapa kwake. Hebu fuatilia mwenendo wake na kisha unipe ripoti. Sawa madam. Mwanamama Salu alikata simu huku akitembea kwenye korido ya Ikulu kuelekea katika eneo la kupumzikia. Msikilizaji, upande wa pili, mlinzi wa Ruben anayefanya kazi kwa siri sana na mwanamama Salu. Mlinzi huyu wa Ruben aliingia ndani na akamkuta Ruben akiwa yuko mezani. Mkuu, unahitaji kahawa? Hapana, sihitaji kahawa, Ruben alijibu huku akiwa anatazama faili jinsi zinavyoingia kwenye flash iliyokuwa imechomeka kwenye laptop yake. Sawa mkuu. Ruben alichukua simu yake akaitazama kwa sekunde kadhaa. Kwa anachokwenda kukifanya Ruben, aisee, kitaitingisha nchi. Rais atapoteza haki ya kuwa rais, na jambo hilo litampelekea mahakamani. Yaani jambo hili likishafika kwa raia, rais ni atapelekwa mahakamani. Ruben akaitazama namba ya Bobby, akaipiga, ila kwa bahati mbaya haikupatikana. Akaibeba laptop yake na kisha akapandisha nayo gorofani. Nahitaji kulala, Ruben alimwambia mlinzi wake, na mlinzi akasema sawa mkuu. Mlinzi alitoa simu yake mfukoni, akaandika ujumbe wa message kwa yule first lady, yani mwanamama Salu. Akaandika, madam, Ruben amekwenda kulala, ila anajaza taarifa za siri kwenye flash. Je, nini nifanye? Mlinzi huyo akairudisha simu yake mfukoni. Mtikisiko wa simu yake ukamfanya aitoe simu mfukoni. Akasoma ujumbe uliokuwa umeingia. Ujumbe huo ulisomeka, subiri nitakupa jibu. Mlinzi huyu
akatext pale kwa kusema sawa madam. Ruben muda huo alikuwa ameufunga mlango wa chumbani kwake kwa ndani. Akawa anajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akapiga namba ya Roy. Simu ikaanza kuita. Roy na Bobby wote wawili wakaliona jina la Ruben lilikuwa limejitokeza kwenye simu ya Roy iliyopo mezani hapo. Walikuwa wakipata kifungua kinywa Ruben pamoja na Roy. Bobby akasema, "Wewe mpokelewe tusikie anataka nini." Bobby alizungumza na Roy akapokea simu, akaminya pale kitufe cha loudspeaker. "Halo." Ruben alisikika akizungumza kwa sauti ya kukata tamaa. "Halo." "Wewe Ruben, tunakusikia, ongea bwana." Roy alijibu hivyo mara baada ya Ruben kuita halo halo halo. Halo halo zilikuwa nyingi kweli kweli. Sasa jamani, mi bwana nilikuwa mjinga sana kumwamini mtu aliyekuja kwenye maisha yangu kutokana na nguvu ya pesa aliyokuwa nayo. Nilijaribu kuficha maovu yake ili mradi tu kutetea kile tulichokiona kwamba ni sahihi. Msikilizaji, muda huu ni Ruben alikuwa anazungumza huku machozi yakimtiririka. Mlinzi wake hakuwa mbali na mlango wa chumba cha Ruben na alikuwa amebandika kinasa sauti kinachonasa sauti vizuri mno kila anachokiongea Ruben ndani ya chumba chake, na kifaa hiko kinarekodi mazungumzo hayo moja kwa moja katika simu ya mlinzi huyo. Ruben akawa anaendelea kujimwaga kwa kusema, "Ndugu zangu, nisameni sana kwa kutaka kuwaua. Nilichanganyikiwa baada ya familia yangu kutekwa. Niliona njia sahihi ni kumteka Bobby ili kumshinikiza mkewe kuiachia familia yangu." Hapo Bobby na Roy wote wakakaa kimya wanamsikiliza Ruben. "Niombeeni samahani kwa Spana. Sikustahili kumfanyia kile nilichomfanyia." "Oya we, zungumza unachotaka kuzungumza bwana, mbona kama vile unatoa wosia?" Roy alizungumza kwa masihara kumwambia Ruben. "Roy, nyinyi ni washikaji zangu, japo niliamua kuchagua upande wenye nguvu ambao kwa sasa umenisaliti." "Oya Ruben, hebu sikiliza mwana tu, au sio? Sisi wewe sio marafiki zako hata kidogo na hatujai kuwa marafiki. Huo unafiki unaotaka kuweza kutunafikia, bwana sikiliza mwanangu, koma wewe jamaa, usituzoe. Unajua maana ya rafiki wewe? Au unaropoka mara baada ya mambo yako huko kuweza kukuchachia? Wewe vipi bwana? Wewe utasemaje si una urafiki na wewe? Na sisi tuna urafiki na wewe. Urafiki wewe umetoka wapi? Rafiki ambaye alihitaji kutua? Alafu unatuambia si rafiki? Wewe vipi?" "Bobby." "Sio Bobby bwana, zungumza kilichokufanya upige simu." "Mimi nipo tayari mniite majina yoyote mtakayotaka. Ilo kweli ni kwamba rais amenisaliti." "Hii? Kwa muone huyu kaa bwege. Hasa ukitaka kuongea wewe, ongea basi tukuelewe. Ongea tukuelewe unachokizungumza. Au kama vipi rudisha basi dhahabu yetu. Wewe unajua sisi tumeriski maisha yetu kwa kiasi gani kuyapata yale madini. Afu ukaja tu ukayaiba yani kizembezembe tu." "Ni mheshimiwa rais ndo amenichezea evil game." "Yadeke vipi yani?" "Rais amechukua madini yote kwa sababu sehemu nilikuwa nimeyaweka ni mimi na rais pekee ndo tunaweza kufungua hiyo sehemu. Ila Badledi alinishinikiza niyarudishe leo hii asubuhi. Ila nimefika kule kwenye safe house sijayakuta yale madini." Jamaa wewe." Roy alizungumza huku akishusha pumzi. "Kwa maana tu mzigo wote umesombwa?" "Ndio, mzigo wote. Na hapa nilipo nimechanganyikiwa kabisa." "Sikiliza Ruben. Jinsi ulivyokuja kwa mbwembo nyumbani kwangu na watu wako mkamjeruhi dogo Spana, ndo hivyo hivyo uhakikishe mzigo wetu unarudi.
Yule jamaa si mshikaji wako wa kufa na kupona? Tuleteni mzigo wetu. Bobby, mimi najua kwa hili ninalokwenda kulifanya rais ni ataniua, ila ni lazima tu nilifanye. Jambo gani? Hapo Ruben alikaa kimya pasipo kujua kwamba maongezi yake yalikuwa yanarekodiwa. Ni kuacha siri zote za matukio ya ajabu niliyoyafanya mimi pamoja na rais, siri ambazo hazitomwacha hata siku moja ofisini kwake, siri zitakazotingisha nchi na dunia nzima kwa ujumla, siri ambazo zitamvua madaraka kwa haraka sana. Baada ya hapo nitapoteza kila kitu kasoro familia yangu. Ruben, mimi nakili leo hii na kwenda kutoa siri zote za Mheshimiwa Rais. Bobby na Roy, najua nimewakosea, ila nawaomba sana muiangalie familia yangu ambayo ipo mikononi mwa Bad Lady. Hii vita acha tu niimalize. Kwa hiyo mzee umeamua kujitoa muhanga, au sio? Watakujua. Ndio, acha nijitoe muhanga kwa ajili ya kesho iliyo nzuri. Nashukuru sana kwa kunipokelea simu yangu, kwani bila ya kuwaaga nyinyi washikaji zangu nisingelifanya jambo hili kwa amani. Muda huo Bobby na Roy walihisi kama masihara hivi. Ruben akakata simu. Ruben muda huo alikuwa anajitazama kwenye kioo chake kikubwa kilichopo chumbani mwake hapo, aliyefuta machozi yaliyokuwa yanaloanisha mashavu yake. Mheshimiwa Rais, nakuja kwa ajili yako. Ama zako, ama zangu, tutaoneshana. Ruben alizungumza kwa msisitizo, huku mlinzi wake alionekana kumalizia kusevu audio ya maongezi yake ya simu, na kisha mlinzi huyu akaituma hiyo audio kwa Mwanamama Salu, ambaye kitendo tu cha kuanza kuisikiliza akaacha kufanya anachokifanya, akarudi kwa mwendo kasi mno ofisini kwa mume wake, hadi baadhi ya wafanyakazi walibaki tu wakimtazama kwa mshangao huyu mke wa rais. Bwana Ruben ameamua kwenda na kauli ya ukimwaga mboga na mimi namwaga ugali. Nini Mwanamama Salu na mumewe watakachokiamua, au ndo ubaya uwe ubaya? Unaweza utakifanya nini kwa Ruben? Basi bwana, unaambiwa Mwanamama Salu akafika akafungule mlango akaingia ofisini, kwenye ofisi ya mume wake. Sasa rais akashtuka akamwambia, baby vipi tena, mbona speedy tena, kuna nini? Nini mke wangu? Mume wangu, hebu sikiliza. Mwanamama Salu akaweka audio ya mazungumzo ambayo Ruben alikuwa amerekodiwa akiyazungumza na kina Roy. Mazungumzo hayo yalimshtua sana Mheshimiwa Rais. Mazungumzo haya yalimchanganya kweli kweli Mheshimiwa Rais. Mume wangu, huyu Ruben ni siri gani anazozijua? Anajua siri nyingi sana. We mke wangu, nani kakutumia hii audio? Ni mlinzi wake ambaye nimemweka ampeleleze. Hebu mwambie huyo mlinzi amue Ruben haraka iwezekanavyo. Amue. Mume wangu, una uhakika na maamuzi yako? Uhakika wa nini? Nimekwambia mwambie huyo mlinzi huyo amue Ruben. Aue. Rais alijibu huku akitetemeka kwa hasira mno. Mwanamama Salu akatuma ujumbe kwa mlinzi huyo, na wakakaa kusubiria majibu ya kazi waliokuwa wamempa mlinzi huyo, kuhakikisha wanamaliza Ruben. Msikilizaji, kwa muda huo Ruben alikuwa anaonekana anatuma faili lenye siri zote za Mheshimiwa Rais, alikuwa anatuma kwenye email ya Bobby ambaye ni mtu anayemwamini.
ya kwamba Bobby ana maamuzi ya hekima kuliko alivyokuwa Roy. Roy ni mtu wa kupanic. Kwa hiyo Ruben akaamua kutuma faili hilo la siri la Mheshimiwa Rais kwa Bobby kwa njia ya email. Ruben akafungua faili linalohifadhi rekodi za kamera zote alizozifunga nyumbani kwake. Akatazama mazingira yote nyumbani kwake. Video moja ilimvutia, akarudia kuitazama. Video ya kamera ya siri iliyopo kwenye korido ya kuelekea chumbani kwake. Akarudisha nyuma video hiyo na kumwona mlinzi wake jinsi alivyokuwa anaweka kifaa cha kurekodia kwenye mlango wake. Ruben akasema, huyu kumbe naye ananipeleleza. Ruben alizungumza huku akifungua drawer ya kabati lake. Ilikuwa ni kabati la nguo. Akalifungua, akatoa kiwambo cha kuzuia sauti, akafunga kwa kiwambo katika bastola yake, huku akiwa anatazama jinsi mlinzi wake huyo akiminyaminya pale simu yake, ikionyesha ni dhahiri shahiri kwamba mlinzi huyo anatuma ujumbe wa audio aliyokuwa amerekodi. Ruben akamwona huyo mlinzi kwenye kamera akiwa anakitoa kifaa cha kurekodia audio ambacho mara nyingi hutumiwa na wapelelezi pale wanapokuwa wapo kwenye mawindo ya kuwinda mazungumzo nyeti mno kutoka kwa watu wanaowapeleleza. Ruben akaendelea kumwona huyu mlinzi akitoa simu yake mfukoni akiwa anasoma ujumbe ambao hapo Ruben hakutambua huo ujumbe unatoka wapi, lakini tu akamwona huyo mlinzi akirudisha simu yake mfukoni, akatoa bastola huku akitazama kwenye korido hiyo ambayo yuko yeye peke yake huyo mlinzi, na wenzake wengine walikuwa wanaimarisha ulinzi nje ya nyumba ya Ruben. Sasa Ruben kwa sababu anamwona huyu mlinzi kwenye kamera, Ruben akanyata kwa haraka mpaka pale mlangoni, huku macho yake yakiwepo kwenye laptop akitazama video inayomwonyesha mlinzi wake akishika kitasa cha mlango na akaona ufunguli mlango taratibu. Mlinzi huyu pasipo kujua ya kwamba tayari mpango wake wa kutaka kwenda kumua Ruben ameshaushtukia. Sasa mlinzi alipofungua mlango, si akatanguliza kichwa hivi kuchungulia ndani. Unaambiwa bila huruma, Ruben akamwasha risasi ya kichwa yule mlinzi. Mlinzi pale chini alikufa pale, na bastola ya Ruben haikutoa mlio kwa sababu alikuwa amefunga kifaa cha kuzuia bastola isitoe sauti. Ruben akaitoa simu ya huyo mlinzi mfukoni, akamgusisha pale na kidole sehemu ya kutolea ufunguo wa simu hiyo, yani kutoa password. Simu ikafunguka. Ruben akaingia upande wa message, akakuta namba ikiwa imeandikwa kwa jina la First. Akaifungua namba hiyo na hakuweza kuijua. Alichukua simu yake na kuingiza kwenye simu yake, ikatokea jina la Shemeji Salu. Ujumbe uliokuwa umeandikwa ni kwamba malize haraka sana. Ujumbe huu ukamfanya Ruben kujua sasa vita imekuwa ni kubwa mno na anapigana akiwa na rais pamoja na mkewe, yani rais na mkewe ni wameshirikiana. Ruben akasema, hawa pumbavu hawa, siku zote nimekuwa nikiwatetea, leo hii wananichoma, sasa nitawaonyesha. Ruben alizungumza huku akiwa anatembea kwa haraka mpaka dirishani, akatazama nje. Walinzi wengine walikuwa wanaendelea kulinda katika nafasi zao walizokuwa wamepangiwa. Ruben akaingia upande wa mtandao wa WhatsApp, akakuta pale ujumbe wa audio ukiwa umetumwa kwa mwanamama Salu. Ruben akaufungua ule ujumbe, maana mpaka muda huo Ruben ana simu ya yule mlinzi aliyekuwa amemuua. Kwa hiyo akaingia kwenye WhatsApp ya huyo mlinzi, ndio akakutana na hiyo audio iliyotumwa kwa mke wa rais. Ruben akaifungua, akasikia mazungumzo yake aliyokuwa anayazungumza na kina Roy pamoja na Bobby. Ruben alivuta mwili wa mlinzi wake huyu, akauingiza ndani na mlango ule akaufunga. Akafunga mlango kwa ndani, akaingia bafuni. Alioga haraka na kisha akavaa nguo nyingine, ila ndani ya shati lake alivaa jaketi la kuzuia risasi na kisha akavaa shati kubwa juu. Akamaliza pale kuvaa, akaichomeka bastola yake kiunoni mwake Ruben. Akatoka nje nyumba yake huku akiwa na simu ya mlinzi wake. Tusikilizane. Ruben alisema hivyo huku akiwatazama walinzi 13 waliopo eneo hilo. Walikusanyika kwa pamoja kumsikiliza Ruben. Kati yenu nyinyi kuna wasaliti. Mmekuwa mkifanya kazi na mimi. Huu ni mwaka wa 10. Ila leo nimekuja kumgundua msaliti ambaye alikuwa anataka kuniua. Hapo walinzi wote walitazamana huku kila mmoja akiwa hajui ni nani msaliti.
Huyo msaliti tayari nimeshamua. Wote vijana hawa wakamtazama Ruben. Na hizi hapa ni jumbe ambazo Mark alikuwa anazituma kwa mke wa rais dakika 18 zilizopita. Hii message inaonyesha amri iliyopewa kutoka kwa mke wa rais ya kutaka kuniua mimi. Sasa ushahidi wa kunipeleleza ni huu hapa, na video hii hapa, itazameni. Ruben akaiweka video CCTV kamera katika simu yake, akawaonesha walinzi wake hao jinsi mwenzao huyo Mark alivyokuwa anafanya upelelezi hadi ikafikia hatua ya kuchomoa bastola na kuingia nayo chumbani kwa bosi wao, ila wakashuhudia tu miguu ya mwenzao ikilala chini, na baada ya muda akavutiwa ndani. Ruben akasema, nani mwingine ambaye atafanya kazi na hao wahuni wawili ambao kwa miaka nenda miaka rudi tumekuwa tukifanya kazi ya kuwalinda mpaka wakaingia madarakani, na wanataka kuanza kunisambaratisha, na endapo watanisambaratisha mimi, basi watakuja kwenu na kuwasambaratisha. Je, nyinyi mko tayari kwa hilo? Hatupo tayari mkuu, na sheria inajulikana, msaliti zawadi yake ni kifo. Okay, vizuri sana. Nahitaji kuanzia sasa kila mmoja wenu awe makini. Rais ametugeuka, yeye na mke wake wanataka kutua. Hivyo basi subirini kwa jukumu nitakalowapatia. Sawa mkuu. Hawa ni vijana wa Ruben. Ruben akarudi ndani mwake, flash akaiweka mfukoni, akajibu ujumbe wa mwanamama Salu. Akajibu pale kwa kujifanya yeye ndo yule mlinzi. Akasema, madam, kazi bado haijakamilika. Sijapata nafasi nzuri ya kumuinda. Tupo wengi. Ruben alipotuma ujumbe kwa mke wa rais, akawa anasubiri ujumbe ujibiwe. Mwanamama Saru haraka akafungua ule ujumbe. Mke wangu, huyo mlinzi huko anasemaje? Rais aliuliza, na ndipo mwanamama Saru akamuonesha hiyo message. Yaani huyo mlinzi wako bado hajamua tu Ruben? Baby, bado hajamua. Rais alikaa kimya huku akiwa anafikiria nini cha kujibu. Hebu nisikilize mke wangu. Mtumie huyo mlinzi huyo, mtumie message. Mwambie hivi. Mwambie. Hebu muulize kwanza anataka kufanya nini? Muulize kwanza, muulize. Mwanamama Salu akatuma ujumbe wa message kwa yule mlinzi wake Mark, lakini pasipo kujua kwamba ujumbe huo unamfikia Ruben. Ruben akaufungua akausoma. Ujumbe ulisomeka ukisema kwamba, kwani huyo Ruben ana mpango gani? Ruben akaufikiria huu ujumbe na kisha akaujibu tena akasema, namuona hapa bosi anajiandaa tuelekee uwanjani kuuaga mwili wa Rais Max. Hapo kumbukeni ni Ruben ndo anajifanya hivyo, lakini yule mlinzi alishauri wa kitambo mno. Okay, vizuri. Hapo wakajibu hivyo, huku rais akiwa anajaribu kutafakari nini cha kuweza kufanya. Mke wangu, hivi unajua kama yule Ruben ni komando? Kwa hiyo kama ni komando, inabidi tujue ni namna gani ya kuweza kumzuia. Mme wangu, unaonaje kama Ruben akaja uwanjani, alafu akishakuja uwanjani tunaandaa mdunguaji wa masafa marefu, sniper mwenye uwezo wa hali ya juu, ikiwezekana amshambulie kwa risasi. Mme wangu, pale uwanjani kuna watu wengi, kuna viongozi wengi. Kumbuka ulinzi hautokuwa wa viongozi wetu tu, kuna hadi mashirika ya ujasusi ya nchi mbalimbali walioandaliwa na viongozi wao. Sasa mme wangu, tunafanyaje? Ikiwa huyu mlinzi huyu unaona kabisa anashindwa kumuua Ruben kutokana na wingi wa wenzake pale, hebu mwache aje uwanjani. Tutaweka timu ya kumuua leo usiku. Leo Ruben usiku lazima tumuue. Mme wangu, na uhakika? Na uhakika huo. Hiyo timu ina uwezo kweli wa kumuua? Tusije tukaumbuka mme wangu. Na umemsikia huyu kijana wetu kwamba Ruben ni anataka kutuvuruga kwa kila kitu. Mme wangu, tusije tukaumbuka. Wewe mwache Ruben aje. Ruben nasema hivi, jua la asubuhi kesho hatoliona. Mlango wa ofisi ya rais ukafunguliwa, akaingia mlinzi wake. Mlinzi wake akasema, mheshimiwa samani, muda kuelekea uwanjani umefika. Okay, sawa, tunatoka. Rais alijibu na mlinzi wake akatoka. Rais akatoa simu yake katika koti la suti yake. Ndio mheshimiwa rais, nakusikia. Nisikilize,
nimepokea taarifa za kuaminika. Ruben ananisaliti na Ruben anataka kufanya mambo yatakayohatarisha nafasi yangu ya uongozi. Hebu andaa kikosi kazi leo usiku. Nataka Ruben auawe. Sitaki kitu kingine. Mkuu, Ruben huyu mshauri wako au? Sasa we kuna maruben wangapi? Nimekwambia Ruben huyu. Wewe unashangaa nini? Yaani wewe unavyoshangaa mimi Ruben kunisaliti, na mimi ndo nimejawa na mshangao na kutumia audio ya uthibitisho jinsi Ruben anavyopanga mipango ya kutusaliti. Na ikitokea amefanya hivyo, basi tutakwenda kupoteza mipango yetu yote tulioiwekeza kwa miaka zaidi ya 20. Hebu hakikisha kikosi kinakwenda kumua Ruben. Sawa mkuu. Naunda kikosi kazi. Najua uwezo wako. Kipange kikosi hatari kitachoifanya hii kazi kimya. Sawa mkuu. Hapo rais akakata simu huku akisimama. Mme wangu, hasa nimjibuje huyu mlinzi wetu kule Maki? Nimjibuje? Anasubiri jibu. Mwambie aachane na huo mpango. Tunamshughulikia huyo Ruben kivingine, asimuue, aachane naye. Sawa. Mwanamama Salo akaandika ujumbe wa message ukaingia katika simu ya Maki na Ruben akaufungua ujumbe huo akausoma. Ruben alijikuta na tabasamu. Ruben akajiambia meisha nye. Ruben alizungumza kimoyomoyo huku akichukua simu yake na kisha akampigia Nadia, mwanamama wa Scorpion. Upande wa pili tunapata kumwona Nadia akizungumza huku akitazama picha kubwa ya flame ya mzee Max iliyokuwa ukutani katika nyumba ya Nadia, huku kwa pembeni ya picha ya mzee Max kukiwa kuna picha baba yake. Ukitazama hii picha unaweza ukasema Max bado yuko hai. Aliongea maneno hayo Nadia. Ndio hivyo. Duniani tunapita. Ila kweli, mzee Max ametekeleza majukumu yake kama kiongozi na Mungu ameamua kuweza kumchukua akiwa ameshamaliza misheni zake zote duniani. Hivi, jamani, line haijamaliza tu kuvaa. Anakuja muda so mrefu. Leo mbona amechelewa? Jana usiku haikuwa kazi ndogo, ni show. Nadia alizungumza na wote walijikuta wakicheka. Simu ya Nadia ilianza kuita na kisha kaitazama. Ruben leo ananipigia. Anataka ni? Hata sijui shogangu. Mpokele tumsikie. Hilo jamaa huyo. Kumbuka ametoka kuwashambulia Bob and Roy usiku na alitaka kuwaua. Msikilize tujifanye kama hujui nini kilichotokea. Kwani Bob na Roy wako wapi? Wapo nje wanatusubiria na nadhani wameshajiandaa. Nadia alizungumza huku akipokea hiyo simu. Hello? Nadia alizungumza huku akiweka loudspeaker simu ili Naima pia apate kusikia. Walimwona Ryan akishuka kwenye ngazi huku akiwa amevalia suti nyeusi pamoja na shati jeusi, huku usoni mwake akiwa amevalia miwani myeusi. Samahani kwa kukupigia muda huu madam. Mimi ni Ruben. Ninayo namba yako Ruben. Au umesahau kama ulishanipatia namba yako? Samahani madam, uko wapi? Nahitaji kukuletea ushindi ambao utamwangusha rais moja kwa moja madarakani. Ushahidi ambao hadi sasa hivi limeshafanyika jaribio la kwanza la kuniua ambalo amelipanga mke wa rais pamoja na mumewe. Sijakuelewa Ruben, ushahidi? Ndio, naomba nikuletee. Na naombi moja kwako. Ombi gani? Naomba uniambie ni wapi ulipo ili nije. Nilikuwa natoka kuelekea uwanjani. Unaweza kuniwahi kuja hapa nyumbani kwangu? Sawa. Harakisha. Okay, nashukuru sana. Nadia alikata simu na kumtazama mwenzake ambaye ni Naima. Ebu waambie walinzi wako Nadia wajipange. Isije kawa ni shambulizi ese. Kwa kilichotokea na anachotaka kukifanya leo itakuwa ni jambo la hatari. Naam, Ryan alishauri hivyo na Nadia akawataarifu walinzi wake kujiweka tayari kwa chochote kitakachoweza kutokea.
Unajua jamaa tumetoka kuongea naye kama lisali 1.5 iliyopita. Roy alizungumza huku akimtazama Nadia. Alisemaje? Roy ilibidi aeleze kila kitu kilichotokea. Shetani kugeuka na kuwa malaika, hii ni hatari mjue. Isije ikawa anatuchezea mchezo kutaka kutuangamiza huyu. Naima alizungumza hivyo. Au ametambua kwamba jamaa wapo hapa. Kwa hiyo huenda wanakuja ili kuwamalizia hapa. Ryan alihoji hivyo. Kwa jinsi alivyozungumza na mimi, nimemwamini kwamba ni mtu anayehitaji msaada. Nadia alizungumza. Ila Ruben tulimwamini sana. Mwisho siku akatusaliti. Hebu vuta picha ya kwamba ingekuwa sio wewe jana usiku kutupatia ile taarifa, ingekuwaje ule usiku? Naam, Bobby alizungumza hivyo. Nisikilizeni. Kwa kuwa anakuja kwenye himaya yetu, sidhani kama anaweza kutoka, labda tu aje kujitoa muhanga. Ila kama atakuja kiamani, nitamsikiliza, na kama hatakuja kiamani basi atakufa pia. Kila mmoja akae kwenye position yake na tuwe tayari kwa lolote. Nadhani tumeelewana. Walinzi wote wako tayari kwa chochote kitakachoweza kujitokeza. Bobby na Roy mtasikiliza mazungumzo mkiwa hapo juu gorofani, na endapo kutatokea chochote kibaya basi mtashuka. Na okay, sawa. Honi ya gari getini ilifanya Bobby na Roy kupandisha ngazi kuelekea gorofani, huku kila mmoja akiwa na bastola yake mkononi. Geti kubwa likafunguliwa. Zikaingia gari 6 za Ruben akiwa na walinzi wake. Naona amefika, Naima alizungumza huku akiwa amefungua pale laptop yake, akiwa na skani walinzi wote wa Ruben kuona ni bunduki za aina gani walizonazo. Nadia akatoka nje akiwa muongozana na Ryan. Wakamkaribisha pale Ruben. Nadia ndiye alimkaribisha Ruben huku akiwa na tabasamu, na walinzi wake wakiwemo wadunguaji waliopo juu ya nyumba yake wapatao kama 6 wakiwa wamemweka kwenye target Ruben pamoja na walinzi wake wa karibu, na endapo watafanya ujinga wa aina yoyote basi risasi nyingi zitaumwagikia mwilini mwao. Sasa bwana, mambo ni yanazidi kupamba moto. Ruben ameamua kwenda kuvujisha siri zote za rais kwa Nadia ambaye ni mkuu wa Scorpion. Sasa je, kufanya hivyo kwa Ruben kutamsaidia yeye kubaki salama na familia yake? Sasa bwana, usikose kuungana nami katika sehemu ya 27, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game kutoka kwake Eda Zaria Jim Suro. Nami la kujina naitwa Ako J Simulizi. Ebare, sema asante na kwaheri, tukutane sehemu ya 27.